naitwa Thomas Semenda Myinga, mkuu wa wilaya ya Sikonge, na leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Paul Chacha ametoa maelekezo hapa kwetu sisi wakuu wa wilaya kwa maana ya kwenda kudhibiti watoto ambao wanalandalanda mitaani, kwa sababu watoto wao ukiangalia umri wao wengi wanapaswa kuwa shuleni. Ni kweli kwenye maeneo yetu hasa mijini, lakini pia na vijimji kwenye wilaya ya Sikonge pia na halmashauri na wilaya zingine za mkoa wa Tabora hasa ambako ni mijini, kuna baadhi ya watoto ambao wanapaswa kuwa shuleni na wamekuwa kilandalanda huko. Na kutaka angalie serikali tunatoa elimu bure, hakuna ada, hakuna gharama yoyote ambayo itamfanya mtoto asiende shuleni hata kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi au kwa sababu ya hali ya familia. Na sisi tumewapokea maelekezo ya mkuu wa mkoa. Tutaenda kuhakikisha jambo hilo tunapambana nalo na kuhakikisha hakuna mtoto yote ambaye anapatikana mtaani aidha akiomba au akilandalanda akiwa hana shule. Tunataka watoto wote wawepo maeneo ya shuleni. Tunaenda kutekeleza jambo hilo kushirikiana na serikali za vijiji, lakini pia viongozi wa kata na wadau wote wa elimu kuhakikisha hakuna mtoto ambaye atabaki mtaani kwa sababu aidha anaomba au kama iwapo tutakamata mtoto namna hiyo kama maagizo ya mkuu wa mkoa alivyosema, itabidi tuoneshe mzazi wake aliyesababisha mpaka kaibu. Kwa sababu tunaamini watoto hao hawajatoka mbinguni. Mtoto wa mtaani wa leo hakuna mtoto ambaye automatic hawezi kuwa na mama au hawezi kuwa na baba. Lazima wazazi wao wapo. Wakati mwingine uzoefu unaonesha pia wazazi ni kama wanawatuma wale watoto kama chambo kwenda kulandalanda mtaani kwa maana ya kuomba. Kwa hiyo tutaitokomeza kwa sababu mazingira watu wale wanapaswa kuwepo shuleni, sio mazingira ya mtaani. Kwa maana ya utekelezaji wake mkuu tutawatumia hao viongozi wa serikali za vijiji, lakini pia serikali za mitaa kwa maana ya mjini, viongozi wa mitaa kuhakikisha tunawabaini watoto wote hao na kuhakikisha maeneo ambayo ni sahihi kwao ambao ni shuleni. Nje ya kamati ya ulinzi na usalama na uongozi kwa ujumla, mwananchi anaweza kuwawajibisha hao watoto mitaani kwa maana kuwakamata na kuwachukulia hatua kuhakikisha. Kazi ya mwananchi wa kawaida ni kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali za mtaa au serikali za vijiji. Akishatoa taarifa huko, sisi tutafanya ukamataji wa mtu huyo na tutafikisha mahali sahihi. Kabla hajatuonyesha mzazi wake, cha kwanza maana yake baada ya ukamataji wa mtoto huyo, tukishambaini mtoto yuko sehemu fulani na maeneo hayo ndo anatumia kuyaombea kwenye mtaa huo, tutamkamata mtoto. Mtoto atatuonyesha wazazi wake alipo. Tutakamata pia wazazi. Tutabaini wazazi kama wana uwezo wa kumpeleka shuleni au hawana uwezo. Kama hawana uwezo, iko mipango mingine ya serikali ya kuwasomesha watoto wao. Mathalani mtoto mkamkuta ni yatima kweli? Tukikuta mtoto ni yatima kweli, iko mipango ya serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale ameeleza iko mipango ya serikali ambao huwa tunawasaidia watoto wa namna hiyo, lakini pia tuna mipango kama ile ya TASAF huwa pia inasaidia makundi ya namna hiyo. Maelekezo ya mkuu wa mkoa kwamba watoto wote ambao wako stendi na waliokuwa mabarabarani wakiomba kwenye nyumba za watu wakamatwe ili watuletee wazazi wao, tuwaulize wazazi kwa nini watoto wako mtaani wakiombaomba. Alafu tukishapata majibu ya wazazi, na sisi kama serikali tutatekeleza wajibu wetu, kama ni kuwapeleka shule au kuwatafutia vituo ambavyo vitaweza kuwasaidia wakapata masomo ya ziada. Kuna wengine hata ukimpeleka darasa la kwanza mpaka la 7 hatakubali, lakini tuna vyuo vyetu vya VETA ambavyo tunaweza tukawapeleka wote waliosoma na wasiosoma na wakapata elimu. Mkuu, pia katika waliotuhumiwa kwa tuhuma za ujambazi ambao wameshikiliwa, miongoni mwao ni watu kutoka wilaya ya Nzega. Na katika matukio kadhaa Nzega huwa inatajwa. Kauli yako mkuu wa wilaya kwa watu wote ambao wako ndani ya wilaya ya Nzega lakini wamekuwa na mipango ama nia ovu na wilaya yako na wengine? Sisi kama wilaya ya Nzega tumejipanga. Na ndio maana tumeweza kwenda kumfukua mtu ambaye watu ambao wamefukiwa kwenye jiko. Yaani ukikuta kaburi moja wamezikwa wawili. Tumefanya kazi kamati ya ulinzi na usalama pamoja na polisi wetu na tukawakamata hawa husika. Kubwa zaidi kwa wote ambao wanajipanga kufanya tu matukio tofauti, wajue kwamba sisi kama serikali tuko macho na tutawabaini na tutawakamata na tutawapeleka kwenye vyombo vya sheria. Kwanza nashukuru umesema hilo. Hao wanaokuwa wamepewa kibali maalum, hao sio ombaomba, hao wanachangisha. Tunaokataza ni hawa ambao wapo mitaani wanaomba. Na unakuta ni mama au baba amekaa kivulini amemtuma mtoto wake kuomba kwenye magari. Hao watu tumesema wakamatwe, kwa sababu kama ni mwanafunzi au kama ni mtoto anatakiwa awe shule na shule ni bure. Kama kuna mahitaji mengine basi yanashindikana, ndio maana tupo serikali kutatua matatizo hayo. Lakini kama ni baba au ni mama, tuna utaratibu wa TASAF. Tujue kwamba kwa nini kama kweli huyu hana uwezo wa kuweza kujimudu. Ndio maana kuna TASAF. Watu wazima ambao wana sifa za kuhudumiwa kwa mpango wa TASAF wanahudumiwa. Kwa hatuhitaji kupata kuna mtu eti yupo mtaani hana uwezo, hajimudu.
Serikali imeweka utaratibu, shuleni ni free, mtoto hadaiwi mchango wala ada aina yoyote. Watu wazima mtaani kuna mpango wa TASAF, ndio tujue kwamba inawezekana pia kwa namna moja ama nyingine. Hatukuweza kumfikia, tutamkamata huyu mtu tujue kweli ana uwezo au hana. Kama hana uwezo tutampeleka kwenye mpango wa TASAF, lakini kama ni makusudi anaomba, atafikishwa mahakamani. Huo ndio utaratibu kwa serikali ilivyojipanga. Yani huhitaji kukuta kuna mtu ambaye yupo tu, yani hana mwelekeo. Mwanafunzi yupo shule, watu wazima wanaotakiwa kufanya shughuli zao, shughuli zipo za kufanya. Hana uwezo wa kufanya shughuli na hajimudu, mpango wa TASAF. Hatutaki kukuta mtu yupo stendi pale anaomba. Mkuu, jambazi Ima mnamsaka na umetoa kwamba mtampata. Umesema amewaponyoka polisi. Amewaponyoka baada ya kukamatwa au polisi walikuwa wamemsaka na Wakati wanaingia pale kwenye ile nyumba ambapo alitokea dirishani akaruka ukuta akakimbia. Kwa hiyo kwa sababu anajulikana, na bahati mbaya au nzuri, mimi huwa siongei bila kuwa najua ninachokiongea, kwamba ninavyosema atakamatwa, lazima atakamatwa. Aidha mwenyewe aamue kujisalimisha au asubiri akamatwe na polisi. Na mimi sina msalie mtume na jambazi. Kati ya vitu ambavyo sipati usingizi kinanikera ni jambazi. Na polisi usiwe na utaratibu maalum wa kumfikisha. Wapo jambazi ambao lazima kituo cha polisi akitafute mwenyewe. Hiyo mtaikati. Sije tukaleta tabu.